Mchungaji Daktari Eliud Sumari wa kanisa la FPCT Zaidi ya Washindi lililopo Morombo, Arusha, anapenda kukukaribisha kwenye ibada zilizojaa nguvu za Mungu. Ibada hizo zimejaa mafundisho ya neno la Mungu, maombi pamoja na maombezi. Ni kila siku ya Jumapili ambapo kutakuwa na ibada mbili. Ibada ya kwanza ni English service, yaani ibada ya Kiingereza inayoanza saa 1:30 asubuhi hadi saa 3 kamili za asubuhi. Na ibada ya pili ni ibada ya Kiswahili ambayo inaanza na mafundisho ya neno la Mungu, Bible study, kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa 4 kamili za asubuhi, na saa 4 kamili za asubuhi hadi saa 7 kamili za mchana ni ibada ya kumsifu Mungu, kusikiliza neno la Mungu, ikihitimishwa kwa maombi na maombezi. Lakini pia siku ya Jumanne kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni utajifunza neno la Mungu pamoja na kuuliza maswali yanayokusumbua na utapatiwa majibu yake. Jinsi ya kufika: kwa wale waliopo Arusha mjini, panda gari mpaka Morombo, barabara ya kuelekea kona ya dampo. Kisha fuata barabara hiyo, utaona kibao kimeandikwa FPCT Morombo, utakuwa umefika. Vile tunapatikana kupitia mitandao ya kijamii: Facebook Zaidi ya Washindi, Instagram Zaidi ya Washindi, YouTube channel kwa jina la Sumari Eliud. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0754875152. Watu wote mnakaribishwa. Hii ni FPCT Zaidi ya Washindi. Kwa tunaposoma somo la uinjilisti, tunaanza na maana ya uinjilisti. Uinjilisti ni kutangaza habari njema. Uinjilisti ni kutangaza habari njema. Kutangaza habari njema. Injili ni habari njema kuhusu Yesu, kwamba Yesu ni nani, amekuja kufanya nini na anafanya nini. Injili ni hadithi nzuri kuhusu Yesu. Ni hadithi nzuri kuhusu Yesu. Injili ni hadithi nzuri, ni simulizi nzuri kuhusu Yesu. Kwa kama unataka kuhubiri, na kama umeitwa kuhubiri, na kama umetumwa kuhubiri, fahamu hivi ya kwamba injili ni habari njema. Ni habari njema toka kwa Mungu. Toka kwa Mungu. Ni hadithi nzuri kumhusu Yesu, kwamba Yesu ni nani, amekuja kufanya nini, na hata sasa anafanya nini, na ni kwa nini Mungu amemtuma Yesu. Kwa moyo wa injili ni kuhusu Yesu. Na Mungu amenipa kufundisha somo hili, na nimemwomba ninapofundisha somo hili kwamba kila anayelisikia kwenye hili kanisa avae hiyo roho ya uinjilisti. Kwa kwenye hili kanisa wote mtavaa roho ya uinjilisti kuanzia sasa. Sema amen. Whether you like it or not. Bwana tusaidie. Yaani kwenye hili kanisa, kupitia somo hili utapokea neema hiyo ya uinjilisti, lakini sio ule uinjilisti wa kuhubiri vitu ambavyo sio vyenyewe. Hapana. Sio ule uinjilisti wa kuhubiri vitu ambavyo sio vyenyewe. Moyo wa Mungu kuhusu injili ni habari njema kuhusu Yesu. Na ukifanya hivyo utafanikiwa sana. Bwana tusaidie. Na vitabu vya wainjilisti kwenye Biblia ni 4 tu. Actually, you don't need a lot of books kuhubiri injili. You need 4 books only. Yaani mhubiri yeyote
Huhitaji kitabu cha Yeremia, Ezekieli, huhitaji kitabu unahitaji Marko, unahitaji Luka, unahitaji Yohana, unahitaji Mathayo. Funga mahesabu. Kristo Yesu atusaidie. Kwa hiyo Injili ni habari njema kuhusu Yesu, kwamba Yesu ni nani, amekuja kufanya nini, anafanya nini saa hii, na pia atakuja kufanya nini baadaye. Kuna mambo Yesu amefanya pale msalabani. Kuna mambo Yesu amefanya, kuna mambo Yesu alitumwa kuyafanya. Na kuna mambo Yesu alikwisha kufanya. Na kuna mambo Yesu anaendelea kufanya. Na kuna mambo Yesu atakuja kufanya. Kwa moyo wa Injili ni Yesu Kristo, ni hadithi kuhusu Yesu Kristo. Uinjilisti ni habari njema ya Mungu. Ni habari njema ya Mungu. Ni habari njema kuhusu ufalme wa Mungu. Tunapohubiri tunatangaza wokovu na mabadiliko makubwa ya kiroho ambayo yamesababishwa na Yesu. Naomba nikusomee maandiko yanayoeleza kwamba Injili ni habari njema kuhusu Mungu. Kitabu cha Mathayo sura ya 11. Mathayo 11. Kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 5. Mathayo 11:5. Alafu anasema hivi, tukianzia na mstari wa 4, Yesu akajibu akawaambia, enendeni mkamweleze Yohana mnayo yasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, na masikini wanahubiriwa habari njema. Habari njema. Wanahubiriwa habari njema. Pale Luka tumepasoma, lakini turudie tena Luka 2. Injili ni habari njema. Injili sio habari kwamba mtakufa, mtaangamia, mtachoma motoni. No. Injili sio habari kwamba ninyi hamfai, ninyi ni wahovyo. Hakuna mtu anataka kitu kama hicho. Amen. Hakuna mtu anataka kitu kama. Habari njema ni habari ya kwamba Yesu ametumwa ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Habari njema ni kwamba Yesu amelipa gharama yote msalabani, tunasamehewa dhambi. Habari njema ni kusamehewa dhambi. Habari njema ni habari za kufunguliwa. Habari njema ni habari za kuponywa. Habari njema ni habari za kuinuliwa. Habari njema za matumaini. Kristo Yesu atusaidie. Bwana atusaidie. Ngoja nikuulize, hivi mtu akapigwa kwenye ndoa yake, yani ndoa iko taabani, mtu ana magonjwa, mtu ana madeni, mtu ana mateso, afu aje kanisani, aje ameinama moyo, afu kanisani napoambia utakufa, utachoma motoni, utaangamia. Sasa huyu mtu aponee wapi? Halo? Huyu mtu dunia imempiga, dunia imemwadhibu, maisha yamemtesa, kwenye vikoba ana madeni, ana magonjwa, afu aje kanisani aambie utachoma motoni, utakufa, Mungu atakutapika. Yani sasa huyu mtu anaponea wapi? Halo? Kwa nini naomba tafadhali, ukipata nafasi ya kuhudumu madhabahuni, be very careful. Hata kule duniani, dunia imepiga watu vya kuto.
Watu wanahitaji neno la kuwatia moyo, neno la matumaini, neno la faraja, neno fulani la kumpa nini? Ukienda kule duniani uwe makini sana. Nyie makahaba, mnatembea uchi usiku, mnauza miili, mtachoma motoni. Hebu fanya hivi. Huyu mtu shetani tayari amemtesa. Kwanza hata hapo alipo anajua kabisa kwamba yuko dhambini. Sasa unamuongezea maneno ya kufanyaje? Lakini ukienda ukamwambia Yesu anakupenda, hata sasa Yesu anakupenda, Yesu anasamehe dhambi, Yesu anabadilisha maisha, bado kuna matumaini, bado kuna msamaha wa dhambi, huyu mtu unamfanyaje? Ndio maana Yesu akasema hivi. Angalia Luka 2 mstari wa 9. Luka 2 mstari wa 9. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'ang'ania, ukawang'arizia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Kumbuka nimekuambia kwamba neno injili na neno malaika ni kitu kile kile. Mzizi wa hilo neno ni mmoja. Unapohubiri unafanya kazi ya malaika. Na ukitaka malaika ukitaka kutumika sana na malaika kwenye maisha, wewe hubiri neno. Nilisikiliza ushuhuda wa Reinhard Bonke ambaye ni mhubiri ambaye nimeona wahubiri wengi kwenye maisha yangu live na kwenye TV na kwenye YouTube. Nimesikiliza wahudumu wengi sana toka nimeokoka kwa miaka yote hii. Lakini sijawahi kumwona mhubiri ambaye kama ni Mungu kumvaa, alimvaa kwa namna ya tofauti kama Reinhard Bonke. Akihubiri unasema kweli Yesu yuko hai. Hubiri neno simple. Miujiza sio ya kutafuta, sio ya kulazimisha, sio ile ya kugushi. Nikasikiliza ushuhuda wake, anasema hivi, akifikaga mahali anaombea, anaonaga kama ndege mkubwa anakuja, anajaza uwanja wote. Yaani uwanja wote unakuwa umefunikwa na ndege. Nikagundua ni malaika. Anapofikia mahali sasa anaombea, kulikuwa kuna malaika wanaokuja sasa kumjoin kwenye ile tukio, kwa sababu tukio la kuhubiri roho za watu, tukio la roho kutubu, kuondoka kwenye hukumu, kuondoka kwenye laana, kuondoka kwenye hatari ya kuangamia, roho kuokolewa, ni tendo ambalo huwa linahitaji malaika. Ndio maana Biblia inasema kwamba mwenye dhambi anapotubu, malaika mbinguni wanafanyaje? Manake injili na malaika ni kitu kile kile. Yaani malaika walileta habari njema, na hata sasa habari njema zinamhitaji malaika. Habari mbaya zinahitaji shetani na mapepo. Habari njema za watu kuokolewa, watu kubadilishwa, watu kubarikiwa, watu kuinuliwa, zile habari njema zinahitaji mkono wa Mungu. Sasa anasema hivi, malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'arizia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope. Jamani, huu ndio ujumbe wa malaika. Msifanyeje? Hata asubuhi leo naomba nikuambie usiogope. Machungu unayopitia, majaribu unayopitia, shida unazopitia, usiogope. Yuko Mungu anayejibu maombi. Yuko Mungu anayewasaidia watu. Yuko Mungu aliyejibu kwa yule na yule, alimsaidia, hata watu pia atakusaidia. Akamwambia msiogope. Baada ya kuambia msiogope, neno linalofuata, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu. Jamani, Yesu ni habari njema. Yesu ni habari njema, tena sio tu njema, ya furaha kuu. Habari njema inaleta furaha kuu, alafu itakayokuwa kwa watu wote. Siku moja mzee Moses Kulola alitufundisha tukiwa kwenye kiwanja cha mkutano, akasema namna ya kupambanua roho ya shetani na roho ya Mungu. Akasema roho ya Mungu inainua mioyo. Inafanyaje?
Ukimwona mtu anakuja na ujumbe wa kuinua moyo, nyuma yake kuna Mungu na kuna malaika wa kuinua mioyo. Ukimwona mtu analeta habari ya kushusha mioyo, huyo mtu kuna kitu kingine, hata kama ni mtumishi anaitwa kwa jina la Mungu. Habari njema ya furaha kuu itakaa kuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo. Injili ni kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. Injili ni kuhusu kwamba kuna Mwokozi. Injili ni kuhusu kwamba kuna msaada. Injili ni kuhusu kwamba kuna kupona. Injili ni kuhusu ushindi na kadhalika. Kwa hiyo Injili andika Luka 4:43. Luka 4:43. Luka 4:43. Luka 4:43. Akawaambia, imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme. Imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Akawaambia, imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Yesu alitumwa kuhubiri habari njema. Hajatumwa kuhukumu. Yesu hajatumwa kuhukumu. Ametumwa kufanyaje? Angalia Yohana 3. Yesu hakutumwa kuhukumu. Alitumwa kuokoa. Yohana 3:17. Yesu hajatumwa kuwahukumu watu, kuambia watu wezi, vibaka, wahuni, walevi, makahaba. Yesu hajatumwa kuhukumu. Yesu ametumwa kuokoa. Yohana 3:17. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Hatujatumwa kuhukumu, kuambia watu mtakufa, mtaangamia, mtapotea. Hatujatumwa kufanya hicho kitu. Maandiko yanasema Yesu alitumwa sio kuhukumu ulimwengu, bali kuokoa ulimwengu. Huo ndio moyo wa Mungu. Biblia nzima ni kumhusu Yesu Kristo. Biblia nzima kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo ni kumhusu Yesu Kristo. Kwa hiyo ukimtaka Yesu kwenye kitabu cha Mwanzo, utamkuta kwamba yeye ni mzao wa mwanamke atakayemponda nyoka kichwa. Biblia nzima, the whole Bible is about Christ. Biblia nzima ni kumhusu Yesu. Kwenye kitabu cha Mwanzo utamkuta sura ya 3, yeye ndiye mzaliwa wa mwanamke atakayemponda nyoka kichwa. Ukienda sura ya 22 unamkuta Yesu Kristo ni kama Isaka, mwana pekee kwa baba yake anayetolewa sadaka. Kwenye kitabu cha Mwanzo 22 unamkuta ni kama Isaka ambaye anatolewa sadaka, mwana pekee kwa baba yake anayetolewa sadaka. Ukienda sura ya 37 mpaka 41 unamkuta ni kama Yusufu anayekataliwa na ndugu zake. Wanamkataa, wanamtupa kwenye shimo, wanamtoa humo, wanamuuza kwa Ishmaeli. Pamoja na hayo anakwenda kule Misri, anafanyika wokovu wakati wa njaa, wakati wa kuangamia, wakati wa kupotea, anafanyika mwokozi kwa ajili ya ndugu zake, anakataliwa. Yesu alikuja kwa walio wake na walio wake hawakumkubali, walimkataa. Unamkuta ni kama Yusufu.
Sura 48 mstari wa 10 unamkuta Yesu ni fimbo ya kabila ya Yuda ambayo haitaondoka katika Yuda, itatawala milele. Yesu yuko kwenye Biblia nzima. Kwa hata kama basi unataka kutumia kitabu cha Mwanzo kuhubiri, utamkuta Yesu yuko kwenye kitabu cha Mwanzo. Halo. Amen. Ukienda kwenye kitabu cha Kutoka, unakuta Yesu Kristo ni mwana kondoo wa Pasaka. Sura ya 12 kitabu cha Kutoka, mwana kondoo wa Pasaka ambaye anachinjwa na damu inapakwa kwenye miimo ya milango na kwenye madirisha, na kila aliyepaka damu akaokolewa. Malaika alipokuwa anapita kuangamiza, alipoona damu akapita pembeni. Yesu Kristo ni mwana kondoo wa sadaka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia nzima inamhusu Yesu. Biblia nzima inamhusu Yesu. Kwa hiyo kitabu cha Kutoka hicho unamkuta Yesu ndiye mwamba, ambaye ule mwamba uliandamana na Waisraeli walipopiga mwamba wakapata maji. Yesu Kristo ni mwamba. Ukienda kitabu cha Hesabu unamkuta Yesu Kristo, Bwana asifiwe, ndiye mwana kondoo, ni nyoka wa shaba aliyeinuliwa juu. Wayahudi walipokuwa wanataka kufa wakamtazama nyoka wa shaba, na walipomtazama nyoka wa shaba wakapona. Yohana anakuja kutuambia ya kwamba kama nyoka wa shaba alivyoinuliwa jangwani, mwana wa Mungu ameinuliwa na kila mtazamaye atakuwa na uzima. Biblia nzima inamhusu Yesu. Yesu ni kila kitu. Mwambie mwenzako Yesu ni kila kitu. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata vyote. Ukimpata Yesu unapata mke, unapata mume, unapata mavazi, unapata kila kitu ukimpata Yesu. Kitu cha thamani cha kutafuta ni Yesu. Amen. Kitabu cha Mambo ya Lawi, zile sadaka zote, sadaka ya dhabihu, sadaka za kuteketezwa, sio na nini, zote zile alikuwa ni Yesu. Sadaka zote ni Yesu. Bwana tusaidie. Kitabu Kumbukumbu la Torati anaitwa ni nabii. Yesu anasema, Musa anasema Mungu atainulia nabii kama mimi. Msikieni huyo. Yesu Kristo ni nabii. Yesu Kristo ni mkombozi. Kwa Yesu, Biblia nzima tunaweza tukaendelea, vitabu vyote vya Biblia vinamsema Yesu. Vyote. Na ukitaka notes nitakupa. Vitabu vyote vya Biblia vinamsema. Hakuna kitabu cha Bible ambacho hakimsemi Yesu. Hata kimoja. Kuna mtu mmoja hapa anasema, mbona mambo ya Walawi ni sadaka. Yesu Kristo katika kitabu cha Mambo ya Walawi ni kuhani mkuu. Alikuwa anaingia patakatifu mara moja kwa mwaka, anatoa sadaka kwa ajili yake na sadaka kwa ajili ya watu wengine. Na Yesu Kristo kwenye kile kitabu anawakilishwa kama kuhani mkuu. Vitabu vyote vya Biblia vinamsema Yesu. Okay. Yesu Kristo ndiye siri ya Mungu ambaye imefichwa katika vizazi vyote. Yesu Kristo ni siri ya Mungu ambayo imefichwa katika vizazi vyote. Hata sasa ni siri, ndio maana wengi hawamjui kabisa. Hata sasa Yesu ni siri, na sidhani kama wewe uliyeko hapa unaelewa Yesu ni nani. Ukimjua Yesu vizuri kabisa kama alivyo, shida zako nyingi zitaisha, kama sio zote. Bwana tusaidie. Ninafahamu vile ambavyo ufahamu wa kanisa kuhusu Yesu ni tofauti sana. Lakini kama tungemjua Yesu ni nani, tofauti ya Petro na mitume wengine wote ni kwamba Petro alimjua Yesu vizuri sana. Ndio maana Petro anatembea juu ya maji. Hatujaambia Yuda Iskariote alitembea juu ya maji. Petro alimjua Yesu ni nani. Ndio maana mpaka kivuli cha Petro kiliponya wagonjwa. Ndio maana Petro anafufua wafu. Kitabu cha Matendo sura ya 9 Petro anafufua wafu. Kitabu cha Matendo sura ya 3 Petro anamkuta kiwete kwenye mlango wa uzuri, anampa uponyaji yule kiwete. Anamwambia, hatuna fedha, hatuna dhahabu, tulicho nacho ndicho tukupacho, kwa jina la Yesu inuka uende. Ni kwa sababu Petro alimjua Yesu kama Kristo. Bwana atusaidie.
Yesu ni siri. Hebu naomba angalia vitabu vifuatavyo. Wakorintho wa kwanza. Yesu Kristo ni siri, na kwa kadri utakavyomfahamu Yesu Kristo. Hebu naomba angalia Wakolosai 1:29. Wakolosai 1:29. Yesu ni siri. Kwa kizungu wanaita mystery. Kitu kisichojulikana sana. Kitu ambacho ni siri, ni fumbo. Wakolosai 1:26 mpaka 27. Wakolosai 1:26 mpaka 27. Anasema hivi: siri ile iliyofichwa tangu zamani, yaani Kristo. Siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Yesu Kristo ni siri kubwa ya Mungu. Kwa kadri utakavyomjua Yesu na kumwelewa Yesu, ndivyo utakavyofaidi mema yaliyoko ndani ya huyo Kristo. Yaani Yesu amekuja duniani na amekuja na utimilifu wote wa Mungu. Utimilifu wote. Yesu amekuja na utimilifu wote wa Mungu. Sasa kwa kadri ambavyo unamjua huyu Yesu Kristo, ndivyo ambavyo utafaidi mema yaliyoko nyuma ya huyo Yesu. Naomba tafadhali nikupe andiko hili. Yohana 1:16. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Mstari unaofuata wa 17, kwa kuwa Torati ilikuja kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa kadiri ya utakavyomfahamu Yesu, ndivyo ambavyo utafaidi neema na kweli na baraka na uwezo na utukufu na msaada ulio katika huyo Kristo. Maana yake wokovu, uponyaji, baraka, mafanikio, ulinzi, kibali, ushindi na yote yanayofuatana na Kristo yamefichwa ndani ya Kristo. Na kwa kadiri ya unavyomfahamu Yesu, ndivyo utakavyoweza kumfunua pia Yesu kwa watu wengine. Kwa hiyo Injili ni habari njema. Habari njema zipi? Habari za kuokolewa. Habari njema zipi? Habari za kusamehewa dhambi. Habari njema zipi? Habari za kuwekwa huru. Habari njema zipi? Habari za kuponywa. Habari njema zinafuatana na Injili. Mahali popote ambapo Injili inahubiriwa, tunategemea yawepo mema ya Mungu. Yaani mahali popote ambapo Injili ya kweli inahubiriwa, watu wataokoka, watu watasamehewa dhambi, watu watafunguliwa vifungo, watu watajaza Roho Mtakatifu, watu watapokea mahitaji yao. Injili ya kweli inaandamana na mema. Kristo Yesu atusaidie. Angalia kitabu cha Yesu Kristo ni siri kubwa, Wakorintho wa kwanza 4:1. Wakorintho wa kwanza 4:1. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri
na mawakili wa siri za Mungu. Mtu na atuhesabu hivi ya kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Yaani habari ya Yesu ni siri, ni siri. Kumbukumbu 29:29 anasema mambo yaliyofunuliwa ni kwa ajili yetu na watoto wetu. Kumbukumbu 29:29 anasema mambo ya siri ni ya Mungu. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria. Yaani Mungu wetu ana mambo ya siri. Na miongoni mwa siri ni kuhusu Yesu. Ndio maana katika Mathayo 16 kuna siku Yesu aliwauliza wanafunzi, watu humnena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Watu humnena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Kila mtu alikuwa na majibu yake. Hata hapa nikiwagawia makaratasi kila mtu nikampa karatasi. Nikamwambia sasa wewe, hebu eleza unamfahamuje Yesu? Unamfahamuje Yesu? Kila mtu atakuwa na majibu yake. Ila katika yale majibu, maana watu wasema, wengine wanasema ni Yeremia, wengine wanasema ni Elia, wengine wanasema ni nabii yule. Yesu akawanyookea, ninyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Ni mwanafunzi mmoja ndiye aliyetoa majibu ya uhakika. Mathayo 16 kuanzia mstari wa 13 tusome hapo. Kuwa na ufahamu sahihi kuhusu Yesu ndiko kunako amua ni kiwango gani Mungu atashirikiana na wewe. Kuwa na ufahamu sahihi kuhusu Mungu na ukuu wake na uweza wake na mamlaka yake ndiko kutakako kusaidia hata jinsi utafaidi mema. Kristo atusaidie. Asa Petro, usijiulize kwa nini Petro mvuvi anatembea juu ya maji. Usijiulize kwa nini Petro mvuvi anafungwa gerezani malaika wanamtoa. Usijiulize kwa nini Petro mvuvi ambaye hajaenda shule anahubiri injili mpaka kivuli kinaponya. Level ya ufahamu jinsi anamuelewa huyo Yesu. Kwa kiwango unamjua Yesu, kwa kiwango hicho utafunguliwa, kwa kiwango hicho utaponywa, kwa kiwango hicho utawekwa huru. Halo? Kuna mwanamke mmoja alimjua Yesu vizuri. Nafundisha haya yote maana tunafundisha somo la uinjilisti. Tunafundisha somo la nini? La uinjilisti. Kuna mwanamke mmoja alimjua Yesu ni nani na akasema hivi, nikigusa tu upindo wa vazi la Yesu shida yangu imeisha. Ingekuwa ni wewe ungetamani akuwekee na mkono na miguu, akunyweshe na maji. Leo mwanamke alisema nikishika tu upindo wa vazi la Yesu, huyu mtoa uzima, huyu aliyetoka kwa Mungu, huyu aliyekuja kuharibu kazi, nikishika tu upindo wa vazi shida zangu zimeisha. Jamani, msiba wake uliisha ama ukisha? Kuna mtu mwingine alimjua Yesu vizuri. Nafundisha haya kwa sababu injili ni kumuhusu Kristo. Yaani injili ni kumuhusu Kristo. Injili inayofuatana na wokovu, uponyaji, miujiza, ishara na maajabu, yote ni kuhusu Yesu. Yote ni kuhusu Yesu. Akida akasema, huna sababu ya kuingia kwenye nyumba yangu. Huna sababu. Sema neno tu. Sema nini? Yesu akasema, imani ya namna hii sijawahi ona. Angalia kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 13. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Anachotafuta ni uelewa wao kuhusu Yesu. Anachotafuta ni ufahamu wao kuhusu Yesu
ni nani, kwa sababu ule uelewa wao kuhusu Yesu, ufahamu wao kuhusu Yesu ndicho kitakachoamua ashirikiane nao kwa kiwango gani, ajifunue kwao kwa kiwango gani, ajidhihirishe kwao kwa kiasi gani. Watu mnena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Mitazamo ya watu kuhusu Yesu ni tofauti. Swali linakuja kwako, hivi wewe unamchukuliaga Yesu kama ni nani? Sasa kumuuliza jirani yako, hivi unamchukuliaga Yesu kama ni nani? Iko siri sana hapo. Na wanafunzi hawa aliyejibu sawa sawa ni Petro. Na utumishi wa Petro ulikuwa tofauti na mitume wengine wote. Huduma ya Petro ilikuwa ni tofauti na mitume wengine wote kabisa. Kwa nini? Mtazamo wake na uelewa wake kumhusu Yesu ulikuwa ni wa kiwango kingine cha juu kabisa. Vile unapomchukulia Yesu. Okay. Mstari unaofuata. Mstari wa 15 akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Okay, watu wanasemaga ni Elia, ni Yeremia. Nyie je? Haya, Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ukijua kwamba Yesu ni Kristo na ni mwana wa Mungu aliye hai, na ukawa umempokea kwenye maisha yako, umemwamini kwenye maisha yako, umemkubali kwenye maisha yako, ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Kristo mwana wa Mungu aliye hai, hutaogopeshwa na kitu chochote, hutatishwa na kitu chochote, hautababaishwa na kitu chochote. Kwa nini? Kwenye maisha yako una yule aliyetoka kwa Mungu, aliyetumwa duniani kama suluhisho la maisha ya mwanadamu. Yaani Yesu Kristo amekuja duniani kama suluhisho la mwisho kwa huyo kiumbe aliyewatesa wanadamu miaka yote. Shetani alitamba miaka yote, akatesa watu miaka yote, akafunga watu miaka yote, akaonea watu miaka yote. Wakatumwa wafalme, haikufanikiwa. Akatumwa Musa na masheria yake, hayakufanikiwa. Wakaja manabii na mautumishi yao, wakaendelea mpaka wanaagiza moto, unashuka unaramba watu, bado haikusaidia. Miaka yote watu wakateseka. Mbingu zikakaa, mbingu zikawaza kwa habari ya matatizo ya wanadamu, kwa habari ya changamoto za wanadamu, kwa habari ya mambo yanayoendelea mabaya duniani. Mungu akakaa na baraza lake, akasema ni mtume nani aende? Bwana atusaidie. Akaja Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ambaye ni jemedari wa majeshi yote mbinguni na duniani. Kumbuka kwamba Elia alikuwa ni kiumbe na ni mwanadamu. Kumbuka kwamba manabii wote walikuwa wana weakness, wana limit, wana limitation. Yaani kuna mahali wanafika wanaishia hapo. Akasimama huyo ambaye Kristo anakaa ndani ya watu. Akikaa ndani yako magonjwa yanatoka wapi? Akikaa ndani yako vifungo vinatoka wapi? Akikaa ndani yako utumwa unatoka wapi? Ambaye ni shujaa, ambaye mbingu na nchi zinamuinamia. Petro akamjua Yesu kwa sura hiyo. Ndio maana Petro anafungwa gerezani, anapigwa, anafungwa gerezani, anawekewa na mavikosi ya askari vimlinde. Petro anapiga usingizi. Halo? Petro anafanyaje? Yaani ukiwa unadaiwa vikoba tu unakosa usingizi. Petro amepigwa, amefungwa, anasubiri kesi kesho ya kumnyonga, analala usingizi mpaka malaika wanakuja kumwamsha. Kiwango chake kilikuwa sio kidogo cha kumjua Mungu. Ayubu 22:21 anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatafanyaje? Halo? Bwana atusaidie.
Ngoja nikwambie, mjue sana Mungu ili uwe na nini? Uwe na amani. Ndivyo mema yatakapofanyaje? Mjue Mungu. Okay. Simoni Petro akasema, wewe ndiwe nani? Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kiwango hicho cha ufahamu ndicho kilichombeba Petro akawa tofauti na mitume wengine wote. Kile kitabu cha Matendo ya Mitume hapo kwanza kiliitwaga praxeis. Praxeis kwa lugha ya Kigiriki. Praxeis, P R A X E I S. Praxeis. Kile kitabu cha Matendo ya Mitume mnachokisomaga hapo zamani kiliitwa praxeis. Praxeis ni simulizi za watu maarufu. Ni simulizi za watu mashuhuri. Hawa watu mashuhuri kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume ni wawili. Praxeis. Watu maarufu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ni wangapi? Ni wawili. Sura ya 1 mpaka ya 12 ni Petro. Sura ya 13 mpaka ya mwisho ni Paulo. Simulizi za watu maarufu ambao ni Petro na Paulo. Mvuvi anakuwa maarufu kwa kiwango amemjua nani? Amemjua Yesu. Sasa vile unavyomfahamu Yesu ndivyo itakavyokusaidia pia kumfunua kwa watu. Ndivyo itakusaidia pia kumueleza kwa watu. Ndivyo itakusaidia pia kuwafafanulia watu na kuwajulisha watu ya kwamba Yesu ni nani. Amekuja kufanya nini? Yesu ni Mwokozi, amekuja kuokoa, amekuja kubadilisha maisha, amekuja kufuta hati ya mashitaka iliyokuwa inatuhukumu, amekuja kukomesha dhambi, amekuja kukomesha laana, amekuja kukomesha utumwa, amekuja kutuweka huru, amekuja kutuhamisha kutoka kwenye utumwa wa shetani, kutuweka kwenye haki na amani ya Yesu. Sababu ya Petro kufanya mambo makubwa, alimjua Yesu ni nani. Wewe mfuatilie Petro kwenye Biblia. Mfuatilie Petro kwenye Biblia. Anaposema tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, anasema lakini Bwana, kwa neno lako mtazishusha nyavu. Anajua kabisa Yesu ana uwezo juu ya hizo samaki zilizoko huko chini, ana uwezo juu ya hizo bahari, ana uwezo juu ya jiografia na hali za hewa. Kwa neno lako nitazishusha nyavu. Akafanya kitu na Mungu akaonekana. Anapomwona Yesu akitembea juu ya maji, anajua Yesu ana uwezo wa kusema neno, alafu neno likatenda muujiza. Anamwambia niamuru nije juu ya maji. Anasubiri amri ya Yesu. Alimjua Yesu ni nani. Kristo atusaidie. Injili ni habari njema za Yesu. Lakini injili ni kumuhusu Yesu. Unataka kuwa mhubiri utakayefanikiwa? Sema habari za Yesu. Nimesemaje? Unataka kuwasaidia watu? Sema habari za Yesu. Mchungaji Daktari Eliud Sumari wa kanisa la FPCT Zaidi ya Washindi lililopo Morombo, Arusha, anapenda kukukaribisha kwenye ibada zilizojaa nguvu za Mungu. Ibada hizo zimejaa mafundisho ya neno la Mungu, maombi pamoja na maombezi. Ni kila siku ya Jumapili ambapo kutakuwa na ibada mbili. Ibada ya kwanza ni English service, yaani ibada ya Kiingereza, inayoanza saa 1:30 asubuhi hadi saa 3 kamili za asubuhi. Na ibada ya pili ni ibada ya Kiswahili, ambayo inaanza na mafundisho ya neno la Mungu, Bible study, kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa 4 kamili za asubuhi, na saa 4 kamili za asubuhi hadi saa 7 kamili za mchana ni ibada ya kumsifu Mungu, kusikiliza neno la Mungu, ikihitimishwa kwa maombi na maombezi. Lakini pia siku ya Jumanne kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni utajifunza neno la Mungu pamoja na kuuliza maswali yanayokusumbua na utapatiwa majibu yake. Jinsi ya kufika: kwa wale waliopo Arusha mjini, panda gari mpaka Morombo, barabara ya kuelekea kona ya dampo. Kisha fuata barabara hiyo, utaona kibao kimeandikwa FPCT Morombo. Utakuwa umefika. Vile vile tunapatikana kupitia mitandao ya kijamii Facebook Zaidi ya Washindi,
Instagram Zaidi ya Washindi, YouTube channel kwa jina la Sumari Eliudi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0754875152. Watu wote mnakaribishwa. Hii ni FPCT Zaidi ya Washindi.